Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu wanaishi maisha ya mshahara thabiti wakihofia kujaribu kitu kipya, huku wengine wakijenga biashara au kuwekeza na kufurahia uhuru wa kifedha? Tunaendelea na kitabu cha Rich Dad Cash Flow Quadrant cha Robert Kiyosaki, na hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Why people choose security over freedom? Kwa nini watu huchagua usalama badala ya uhuru? Watu wengi huchagua usalama badala ya uhuru wa kifedha kwa sababu hofu na mtazamo wao kuhusu fedha zinawaathiri kwa kiwango kikubwa. Kitabu cha Rich Dad's Cash Flow Quadrant kinaelezea tofauti kuu kati ya ES, yani wafanyakazi na wajasiriamali wadogo, na BI, yani wamiliki wa biashara na wawekezaji. Kiyosaki anatuonyesha kuwa wengi wanaochagua kuwa E au S wanaishi kwa hofu, wanapendelea mshahara thabiti na usalama wa mapato kuliko kuhama kwenye njia ya uhuru wa kifedha ambayo inaweza kuonekana hatari kubwa. Kwa wafanyakazi na wajasiriamali binafsi, mshahara au mapato yanayotokana na kazi zao binafsi ni maisha yao. Wanaona kupoteza kazi au mapato kama hatari kubwa, na hivyo wanapendelea mshahara thabiti hata kama hilo linamaanisha kutokuwepo kwa uhuru wa kifedha. Kwa sababu ES wanaishi kutoka mshahara hadi mshahara, wanaona uwekezaji au biashara kama hatari ambayo ni rahisi kuepuka. Hii inawazuia kuingia katika njia ya BI ambayo ingewapa uhuru mkubwa wa kifedha, lakini pia inahitaji uvumilivu, ustadi wa kudhibiti hatari na kuishi na kutokuwa na uhakika wa mara moja. Kwa mtazamo wa kihisabati na kisaikolojia, uhuru wa kifedha ni hatari kwa ES kwa sababu hawana mtandao wa mapato mbadala unaowapa uhuru. Wanashikilia dhana ya usalama kwanza na mara nyingi hawajui jinsi ya kuanzisha au kudumisha mfumo wa mapato unaoweza kuendesha maisha yao hata kama hawafanyi kazi moja kwa moja. Wafanyakazi ni wale wanaofanya kazi kwa wengine na kupata mshahara thabiti. Wajasiriamali wadogo au wenye kazi binafsi wanajitegemea lakini bado wanategemea mapato yao binafsi. Wote hawa wanaishi kwa uthabiti wa sasa wa mapato, si kwa kujenga mfumo unaowapa uhuru wa kifedha. Kwa hivyo, hofu ya kupoteza mshahara, ukosefu wa elimu ya kifedha na uhusiano wa kihisia na fedha hufanya ES kuchagua usalama. Kitabu kinaeleza kuwa fedha mara nyingi zimeunganishwa na hofu, heshima na usalama, na hii inamaanisha kuwa ES wanapendelea kuepuka hatari badala ya kujaribu njia ambazo zinaweza kuwaleta uhuru wa kifedha. Ukosefu wa elimu ya kifedha ni sababu nyingine muhimu. Watu wengi wa ES hawajui jinsi ya kudhibiti hatari au kuunda mtandao wa mapato. Wanaona uwekezaji au biashara kama hatari zisizo za lazima, na hii inawafanya kubaki kwenye mshahara thabiti badala ya kujaribu kupata uhuru. Kwa mfano, mfanyakazi anayeendesha maisha yake kutoka mshahara hadi mshahara hana mtandao wa mapato, hivyo huchagua usalama wa kawaida badala ya uwezekano wa kujenga biashara au uwekezaji unaoweza kumtoa huru kifedha. Watu kama hawa mara nyingi hawaoni faida zinazowezekana za kuhamia BI, bali wanaona hatari za kupoteza kama kubwa na hatari za kutojua kama kubwa zaidi kuliko faida zinazotarajiwa. Hii hofu ya kupoteza, ukosefu wa elimu na mtazamo wa kihisia hufanya ES kuishi maisha ya uthabiti badala ya kujenga uhuru wa kifedha. Kiyosaki anasisitiza kuwa ili mtu kutoka kwenye ES aende kwenye BI, lazima ajifunze kudhibiti hofu na kujenga mtandao wa mapato.
Uhuru wa kifedha haujengwi kutokana na mshahara mmoja tu. Unahitaji elimu ya kifedha, ujasiri wa kuchukua hatari zilizopimwa na uvumilivu wa kudumu katika kujenga mfumo unaotoa mapato yasiyotegemea moja kwa moja na kazi ya mwili au muda wa mtu binafsi. Wakati mtu anapojifunza jinsi ya kudhibiti hofu yake na kuanza kuunda mfumo wa mapato, anakuwa na nafasi kubwa ya kuhamia kutoka ES kwenda BI. Kwa hivyo, kuchagua usalama badala ya uhuru wa kifedha ni matokeo ya hofu ya kupoteza mapato, ukosefu wa elimu ya kifedha na uhusiano wa kihisia na fedha. Kila mtu anayejifunza kudhibiti hatari, kuondoa hofu na kujenga mtandao wa mapato unaotoa uhuru, anaweza kuhamia kutoka maisha ya mshahara hadi maisha ya uhuru wa kifedha. Kitabu cha Rich Dad Cash Flow Quadrant kinaleta mwanga mkubwa juu ya sababu hizi na kinaonyesha wazi kuwa hofu na dhana ya usalama kwanza ndiyo sababu kubwa ya wengi kushikilia ES badala ya kujaribu kupata uhuru kupitia BI. Usikubali hofu ikushikilie kwenye mshahara thabiti. Chukua hatua leo, anza kujifunza jinsi ya kudhibiti hatari yako, jenga mtandao wa mapato na jaribu hatua ndogo za kuhamia kutoka ES kwenda BI. Soma Rich Dad Cash Flow Quadrant, tafuta elimu ya kifedha na anza kuunda mfumo unaokuwezesha kupata uhuru wa kifedha. Kila hatua unayochukua leo inakuletea karibu na maisha unayoyataka. Usitumie hofu kama kizuizi, tumia kama kiongozi.